بذكر الحمد ربنا تعالى والحمد لله على ما أنعم حمدا به يجل عن القلب العمى ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام محمد خاتم رسل ربي وآله وصحبه جميعا. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wa umma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam pamoja na ahli zake mtume na sahaba wake kwa ujumla. Baada ya shukrani zangu za awali, kama ilivyo ada yangu, nimshukuru tena Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametuwafikisha kuidiriki siku ya leo muda kama huu, tukawa tumekusanyika mahala hapa tukiwa chini ya kivuli cha taa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naamini limefanyika hili si kwa ujanja wetu, na wala si kwa nguvu zetu, na wala si kwa utashi wetu, bali ni kwa mapenzi yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametukusanya katika siku ya leo mahala pamoja tukiwa chini ya kivuli cha kumtii yeye, basi hivyo hivyo atukusanye yaumul qiyama tukiwa chini ya kivuli cha matulio ya rehema zake na ukarimu wake. Tusemeni amin. Kama alivyotangulia kusema Samahat Sheikh Adnan kwamba leo tuna ugeni mzito, ugeni mkubwa, ugeni wa maana. Dr. Sule si mtu wa kawaida. Ukimpeleka katika upande wa harakati za dini, hawa ndio walikuwa mwanzo kufanya harakati za dini, kuihubiri dini ya Kiislamu, na watu wengi wakaingia katika dini ya Kiislamu makundi kwa makundi. Wamefanya kazi kubwa sana. Kimzungumza Mazinge huwezi kumwacha nyuma Dr. Sule. Lakini ukimleta upande wa pili katika masala ya utafiti wa tiba hizi za kisunna na hata zile tiba za kisayansi, amejichukulia umaarufu mkubwa, na si umaarufu tu bali umashuhuri. Maana umaarufu ni ule mtu ambaye anautafuta kwa nguvu, yaani anatafuta kujulikana kwa nguvu. Lakini mashuhuri ni yule mtu ambaye ametangaa, sifa zake zimeenea kwa kazi kubwa anayoifanya. Sifa hii anayo Samahat Alhaji Dr. Sule. Nafikiri anapokuwa akidadavua masala ya kumzungumza mwanadamu, nyinyi wenyewe mwafahamu kwa wale ambao wanafuatilia kazi yake, na haiwezekani ukashughulikia matatizo ya wanadamu bila kumjua mwanadamu. Lazima umjue vizuri mwanadamu, ndipo unapoweza kushughulikia matatizo yake. Kama humjui utamdhuru. Akisimama Dr. Sule akastiki katika mada tu, akazungumzia reproduction in animals, basi utadhani ni video fulani ambayo inaonyesha namna mfumo wa uzazi wa mwanadamu ulivyo. Lakini kama atazungumzia male reproduction system, kumzungumzia mwanamume, utadhani kama vile unamuona. Au aizungumzie female reproduction system, masala ya fallopian tubes, ovaries, vas deferens, namna fertilization inavyokuwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemjalia kipaji, na tumuombe kwa Allah azidi kumweka. Mimi naamini kwa siku chache tutakazokuwa nazo, tutakazokuwa tukiwa naye pamoja naye, naamini tutavuna mambo mengi. Tusemeni insha Allah.
Lakini kubwa zaidi, kabla sijamnyanyua, niseme ukitaka kujua kazi ya mwanamume huyu, undhur ma yaquluna an-nasu ba'dahu, au undhur ma yaqulu an-nasu ba'dahu. Tizama nini wanachokisema watu baada ya kuwa ameondoka mahala, wanazungumza nini. Ukitaka kujua kazi ya mtu, uhodari wa mtu, watu wasiseme akiwepo, wazungumze baada ya kuwa ameondoka. Kufuatilia mahala popote alipokanyaga mwanamume huyu kisha akaondoka, nini wanachokizungumza watu. Almuhimu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, idha dakhala adh-dhayfu ala qaumi dakhala birizqihi. Mgeni anapoingia kwa watu, basi huwa anaingia na riziki yake. Wa idha kharaja bimaghfirati dhunubihim, na anapotoka hutoka na msamaha wa madhambi. Kwa hiyo kinachotakiwa tufahamu kwamba Dr. Sule ujio wake Mwanza ameingia na riziki yake, na riziki si mpaka aingize mkono mfukoni akupe pesa. Yale utakayoyavuna kupitia yeye yatosha kuwa ni riziki. Sasa ni jukumu letu sisi kumkirimu, na kumkirimu ni kutengeneza mahudhurio yetu. Naamini wengi walikuwa hawana taarifa ya ujio, lakini insha Allah Mwenyezi Mungu akituwafikisha wiki ijayo, nafikiri hapa patakuwa hapatoshi, tusemeni insha Allah. Na miongoni mwa zile haraka zinazotokana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikramu dhaifu idha nazala, ni kumkirimu mgeni anapofika mahala. Sisemi mpike mapilau mumkirimu Dr. Sule. Nyi hudhurieni tu, fikeni tu mahala hapa ili muweze kuvuna alichonacho. Kwa inshallah tunaianza wiki ya Fetise Preto, dawa mujarrabu, dawa muaddabu, kutoka nchini Msumbiji. Siku zote huwa tunazungumza asili ya dawa hii ni kutokea katika mlima Riko. Dr. Sule atauzungumza vizuri. Ni mlima ambao umezungukwa na msitu wa mvua. Mvua hunyesha katika mlima ule, yani nyakati zote, iwe ni kiangazi iwe ni masika, ule msitu huwa mvua zinanyesha. Sasa dawa yetu ya Fetise Preto imevunwa kutoka katika msitu huo. Lakini tumekutangazieni kwamba yoyote atakayelipia Fetise Preto atapatiwa na kombe la shaba. Kombe ambalo tumeliandaa kwa kuliandika katika vyombo 12 vya shaba, kama ambavyo buruji za mwanadamu ziko 12. Zile nyota za mwanadamu ni 12, kuanzia 1 mpaka 12. Kwa naamini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kwa sababu Allah anatazama juhudi zetu, kila atakayehusika kuichukua Fetise Preto na kombe la shaba, mambo yanakwenda kuwa katika mustawa na hali iliyokuwa bora, tusemeni insha Allah. Fetise Preto tutaizindua tarehe 13 siku ya Jumamosi na tarehe 14 siku ya Jumapili. Lakini hiyo siku ya Jumamosi na siku ya Jumapili, Jumamosi jioni tutakuwa na dua kubwa hapa, Jumamosi jioni, na semina ambazo zitaendeshwa na Dr. Sule. Siku ya Jumapili asubuhi ndio tutakuwa na ile dua wa afriti minal jinni. Ni dua kubwa hii, wenye kuielezea wanasema hasomewi mwenye shaitani isipokuwa Mwenyezi Mungu atamnusuru na mashaitani. Hasomewi mwenye uchawi, Allah atabatilisha uchawi. Hasomewi mwenye kifungo isipokuwa Mwenyezi Mungu atamfungua kifungo hicho. Asili ya dua hii ni safari ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anakwenda Mi'raj, kwenda kukabidhiwa sala 5. Alipokuwa njiani akiwa na Jibril, alitokezewa na afriti minal jinni, anasema yatlubuhu bishi'lati minan nar. Yule afriti wa kijini alikuwa anamtafuta mtume na kijinga cha moto ili apate kumwangamiza. Tunaambiwa kullama altafata raahu, kila alipokuwa anageuka mtume akawa anamuona yule afriti wa kijini. Jibril akamwambia, ala uallimuka kalimatin, je nisikufundishe maneno? Idha qultahunna, utakapoyasema maneno hayo, tafi'at shi'latuhu, kile kijinga chake cha moto kitazimika, wankabali fihi, na ataangukia pua, ataanguka kifudifudi. Jibril mtume akasema, bala nifundishe ya Jibril. Ndipo pale Jibril akamfundisha dua hii. Sasa wanawachuoni wenye kufuatilia siri za adhkari na auradi wametoa karatasi, yani kurasa 20 za dua hii.
ndio dua ambayo tunakwenda kuisoma tarehe 14 siku ya Jumapili, ikiambatana na uzinduzi wa Feti Sepreto. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe ili tuweze kuidiriki siku hiyo, tusemeni inshallah. Kwa hiyo nimnyanyue sasa, na naomba utulivu. Kama wewe uko bize na mtoto, mnyonyeshe vizuri mtoto wako, na kama anapiga kelele basi mtoe taratibu nje, umnyonyeshe, kisha shiba basi rudi. Na wewe ambaye uko bize na simu, basi acha ubize huo, na kuombeni muhudhurishe nyoyo zenu, muyape usikivu masikio yenu, muweze kusikia hiki kitakachozungumzwa. Na utaratibu wa dua ni Alhamisi jioni, Ijumaa jioni na Jumamosi jioni. Jumapili huwa ni asubuhi. Kwa hiyo tujae Alhamisi na Ijumaa na Jumamosi, na hiyo siku ya Jumapili ambayo tunakuja kusoma dua kubwa. Alhaj Dr. Sure, faliyatafadhal mashkuran. Umma huu uko tayari kwa ajili ya kukusikiliza inshallah.